apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Mtazamaji ambao unafuatilia mitandao ya kijamii, ni matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa Kinondoni Muslimu hapa, ambapo dua kubwa kabisa ikiwa imezinduliwa rasmi siku ya leo, na hii dua itakwenda takriban siku 3 hivi kuiombea amani nchi yetu, kuombea amani viongozi wetu, lakini pia kuwaruhumu mashehe na viongozi mbalimbali ambao tayari walishafariki. Hapa tuko na mmoja wa viongozi ama waratibu wakuu wa hili jambo. Sheikh Swedi, labda ilikuwaje mpaka mkalipanga hili na kwa nini lifanyike Dar es Salaam, labda msifikirie kufanya mikoani? Bismillahirrahmanirrahim. Kimsingi sio kwamba limepangwa kufanyika Dar es Salaam. Tunachokifanya, Mheshimiwa Mufti mwaka jana alianzisha dua hii ambayo itakuwa inafanyika kila mwaka. Kwa hiyo mwaka jana katika kuanza lazima uanze mahali ambapo una uwezo wa kuweza kufanya jambo lako pale nyumbani. Kwa hiyo baada ya hapo, mwaka jana baada ya kulikamilika, sasa huu ni mwaka wa pili wa dua hii. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba tayari mwaka wa pili huu unaweza ukatushawishi sasa tuingie katika mikoa mingine, kutokana na mwitikio mkubwa wa watu, kutokana na mwitikio wa dua yenyewe, lakini na faida na uzito wa dua yenyewe katika vipindi vyote vya watu. Nadhani mawaidha yamejieleza pale kwamba hakuna namna yoyote ya kuishi bila dua. Mpaka mashehe wanasema dua ni ubongo wa ibada. Kwa maana ubongo kama hakuna katika mwanadamu, katika mnyama pori, hakuna maisha. Kwa hiyo inaonyesha kwamba bila dua hakuna ibada. Kwa maana kuanzia swala, kuja kwenye funga, kuja kwenye haji, zote hizo ni dua. Na ndio maana ikawepo. Na dua ndani yake kuna istighfari, dua ndani yake kuna kuomba haja, dua ndani yake kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu. Lakini kwa mwaka huu kuna kitu ambacho kimejitokeza, mwaka 2025. Mwaka huu ni mwaka tunakoelekea katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Hii imejitokeza by coincidence kwamba ni jambo ambalo limekutana na dua ambayo mwaka huu ni hivyo. Kwa hiyo maandalizi yetu yote ni kuiombea nchi ivuke salama. Kwa nini watu wanadhani tuna shida na uchaguzi? Ndio tuna wasiwasi. Na kwa nini tuna wasiwasi? Historia ukisoma yote katika nchi zilizovurugana, katika nchi zilizogombana wenyewe kwa wenyewe, katika nchi ambazo zimefika mahali zikaingia msituni, ni katika kipindi cha uchaguzi. Hakuna uchaguzi ambao unaacha watu salama. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu au baadhi ya nchi zimefarakana katika kipindi cha uchaguzi. Kuna baadhi ya nchi wamemeguka katika kipindi cha uchaguzi. Kuna baadhi ya nchi mpaka leo hazijatulia kutokana na uchaguzi. Na huu uchaguzi tunaposema, bahati nzuri Tanzania tuna uchaguzi wa kidemokrasia. Lakini ndani ya demokrasia humo kuna upotoshaji. Ndani ya demokrasia kuna kutoaminiana. Sasa hivi vitu vyote lazima viwekwe katika mazingira ya kumkabidhi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hili limejitokeza. Lakini pia dua hii lazima tuwaombea viongozi wanaotuongoza, kwa sababu hii nchi sio kwamba inajiendesha yenyewe. Ina rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar ina rais wa Zanzibar ambaye pia ndio mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, sasa ambaye leo ndio katufanyia ufunguzi. Sasa huwezi kuacha jambo eti unaiombea nchi bila kuwaombea wale ambao tumewapa usukani wa kuendesha nchi zenyewe. Ndio hilo unaloliona. Kwa hiyo safari hii tuna vitu vitatu badala ya kimoja tulichokuwa nacho katika kipindi cha mwaka jana. Kwa hiyo tunaiombea nchi, lakini tunaombea uchaguzi, lakini tunawaombea hawa viongozi wa nchi zenyewe hizi ili waweze kuvuka salama. Kwa sababu leo hii tunapozungumza tume ya uchaguzi, maana yake tunazungumza iliyoteuliwa na rais. Tunapozungumza vyama, tunazungumza rais kwa sasa yeye ni mwenyekiti wa chama kimoja hapo ambacho kiko katika kinyang'anyiro. Sasa usipomuombea huyu akawa na busara, hekima na mwenendo wa kuona kujali uzalendo zaidi badala ya yeye,
ni maana yake ni kwamba hujui unachokifanya. Tunapomuombea rais, maana yake tunajiombea sisi wenyewe, kwa sababu rais akitengamaa, akikaa sawa, maana yake sisi wananchi tunakaa sawa. Hii leo unaona tunazungumza amani na utulivu, ni viongozi ambao wamekuwa wakitumia muda wao kutafuta compromise, kutafuta namna yoyote ya kufikia mwafaka katika maendeleo yao. Vyama vya upinzani, vyama vya utawala, vyama vya siasa, kukaa pamoja na kuelewana, huo ndio msingi pekee ambao unaweza ukatuvusha katika kipindi hiki cha uchaguzi wa mwaka 2025. Ingawa lengo ni kuombea zaidi waliotangulia mbele za haki, kama vile ambavyo tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na tumeona mmelifanya hilo asubuhi. Labda mwakani, Mungu akitujalia uzima, mimi pamoja na wewe na wengine wote, hamfikiri labda kwenda baada ya kutembelea makaburi, kuzuru makaburi, labda niseme hivyo, labda baadaye kwenda hospitalini kwenda kuwafanyia dua wagonjwa, labda hili mna ratiba ya mwaka kesho? Na nadhani ni mtangazaji ambaye wakati mwingine mnakuwa machachari kama wewe, ni kwamba ratiba ya mwaka kesho tutakuwa na mambo matatu, Mungu akipenda. Tutakuwa na hili ambalo alikatiki la kuombea waliotangulia, kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu kamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale Ansari na Muhajirina wale wa Madina wasipate tabu kwa kuwa wanapata dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema walladhina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kwamba msipate tabu, watakao kuja watawaombea dua wale waliotangulia mbele yake, ingawa watakuwa wanajiombea wenyewe. Kwa hiyo hii aya ndio tunaoitumia, tunajiombea sisi wenyewe lakini tunaombea na waliotangulia. Kwa hiyo hii ndio basic, yani ndio kitu cha msingi ambacho cha dua. Lakini mwakani tutakwenda kuombea hali ya hewa ya kinchi. Tumekuwa tukipata tatizo, jua linaweza likawa kali mpaka likaharibu mazao. Dua ya kuomba mvua. Tunaweza ikaja mvua mpaka ikasababisha maafa. Hili lazima tumkabidhi Mwenyezi Mungu kwa mwaka kesho. Lakini la tatu ndio hilo lilosema, tunayo maradhi yasiyopona, lakini kwa Mungu sio maradhi yale, yanapona, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hakuna ugonjwa unaoleta Allah Subhanahu wa Ta'ala ila una dawa yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atatufunulia kuona dawa ya magonjwa ambayo hayaponi na tuingiza katika hasara. Kuna magonjwa ambayo tunaugua gharama zake mtu wa kawaida hawezi, hata huyo tajiri mwenyewe analalamika kwa kuyalipia. Kwa hiyo inshallah dua ijayo tutakuwa na mambo hayo matatu na mengine ya kujiombea sisi wenyewe inshallah. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, kama hivi ambavyo umemsikia ni mmoja wa waandaaji huu Sheikh Twaib Swedi akiwa amehitimisha hivyo, na hii ikiwa ni siku ya kwanza ya uzinduzi rasmi wa dua hii ambayo imefanyika hapa Kinondoni Bakwata, msikiti wa Mohamed wa Sita, ambapo dua hii itakwenda takriban siku tatu hivi. Ikiwa leo siku ya kwanza, tumemuona hapa mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar, Dr. Alhaji Al-Hussein Mwinyi, ambaye tulikuwa naye hapa. Lakini siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ndio siku ya hitimisho la dua hii, tutakuwa na raia namba 1 nchini Tanzania, nikimzungumza Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, ambao kwa pamoja na sisi kama wana habari tutakujuza hatua kwa hatua kile ambacho kinaendelea kutokea maeneo haya, kutokea eneo hili la msikiti wa Mohamed wa Sita Kinondoni Muslim hapa jijini Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni. Mimi ni ripota wako Al-Habib Sheikh Mungia, Babyface sura ya kitoto. Endelea kuangalia. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.